wale magari ya long distance yanayovuka mipaka ya kwenda nchi jirani, na hasa wale ambao wanabeba bidhaa za mafuta. Mimi wakili Alois Komba kutoka kampuni ya mawakili ya Haki Kwanza Advocates, nikiwa na katibu wa upande wa usafirishaji wa KOTU Tanzania, pamoja na ambaye ni Bwana Mboka Mwakitwile, pamoja na naibu katibu mkuu wa taasisi ya taaluma ya madereva Tanzania TATAMATA, tuna taarifa ambayo tunahitaji tuitoe, ambayo tumeipata kutoka mamlaka ya vipimo ya nchi ya Zambia, taarifa ambayo wameitoa tarehe 24 mwezi wa pili mwaka huu, wakielezea kwamba upande wa Zambia, mamlaka hiyo ya vipimo, kuanzia hiyo tarehe 24, mafuta yanayovuka boda yatapimwa kwa kile kipimo kinaitwa stick, kwamba upimaji wa mafuta kabla ya kushushwa yatapimwa kwa stick na sio flow meters. Ni taarifa ambayo imetolewa na tayari zoezi hili limeelekezwa kwamba litaanza hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu wanachama wetu na madereva wote ambao wanavuka waelewe kwamba kipimo kitakachotumika kule ni stick, na tunaamini kwamba matajiri au waajiri watakuwa natambua hilo, na taarifa watakazipata baada ya mafuta kushushwa ziwe zimetokana stick, na hii itasaidia sana zile shoti za mafuta ambazo mara nyingi zilikuwa zinaleta migogoro sana kati ya madereva na waajiri, ambazo zilikuwa zinatokana na flow meters, kwa sababu kwenye masuala ya mafuta yana vipimo aina kama 3 au 4. Labda nimwachie Bwana Sangoti azungumzie kidogo. Kupitia ushirika wetu pamoja na viongozi wa Zambia, vyama vya madereva Zambia, tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara kuhusu changamoto za ushushaji wa mafuta katika nchi ya Zambia. Sasa bahati nzuri kwamba kuna barua ambayo tulipata kupitia viongozi wenzetu wa Zambia, ambayo ndio hii tunayo leo hii, tumefikisha kwa mwanasheria hapa kujaribu kuangalia ni jinsi gani tutaizungumzia. Kwa hiyo barua hii inasema kwamba kuanzia tarehe 24 kwenye usafirishaji wa mafuta, gari zote ambazo zitavuka boda ya Tanzania kuingia katika nchi ya Zambia, basi watashusha kwa stiki, na sisi kama taasisi pamoja na vyama vya chama cha wafanyakazi KOTU tutakuwa tunalifuatilia hili kwa karibu sana. Sasa basi siku ya jana tulipata malalamiko kwa baadhi ya madereva wawili watatu ambao wameshusha mafuta kwenye depoti za mafuta upande wa Zambia, hususan katika mji wa Lusaka, na wao wamerudi na shoti za mafuta. Kwa hiyo tunachozungumza kama viongozi wa taasisi hii kwamba kuanzia tarehe 24 ya mwezi huu wa pili, tayari mkataba huu wa makubaliano kati ya serikali ya Zambia kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara ya Zambia pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara ya Tanzania wameshakubaliana kwamba kwa usafirishaji wa mafuta upande wa Zambia basi watashusha kwa stiki, ila gari za kwao za upande wa Zambia za roko watatumia flow meter. Kwa hiyo niwaambie madereva pamoja na wanachama wa taasisi hii kwamba sisi kama taasisi pamoja na chama cha wafanyakazi tutafuatilia kwa ukaribu sana kuhusu hizi taarifa za ushushaji wa mafuta. Madereva mkishakuwa katika nchi ya Zambia, aidha sehemu za ushushaji mafuta kama ni Zambia upande wa Lusaka, Ndola, Kitwe, Sorwezi, kama kutakuwa kuna changamoto yoyote ya ushushaji wa mafuta kwa kupitia flow meter, basi tungeomba tupate taarifa haraka sana
sisi kama taasisi tutajua ni jinsi gani ya kufanya kupitia mwanasheria wetu. Na kingine mnaporudi ukiwa umepata shoti sio ya stiki, ni shoti ya flowmeter, ni lazima utoe taarifa mapema hata kabla hujasaini hizo dokumenti. Sisi tutawasiliana na chama cha madereva Zambia, vyama vya madereva Zambia kupitia rais wa chama cha madereva Zambia ili washughulikie hii changamoto ambayo iko kwenye upande wa ushushaji wa mafuta upande wa Zambia. Kwa hiyo leo nadhani nusu siku, ni siku ya weekend leo tunazungumza hapa ofisini kwa mwanasheria wetu tukiwa ni nusu siku. Kwa hiyo niwaombe madereva wa Tanzania pamoja na wanachama wa taasisi hii ya taaluma ya madereva Tanzania, popote pale kwa nchi ya Zambia utakapokuta kuna changamoto ya ushushaji wa mafuta kupitia flowmeter, tulikuwa tunaomba ufahamishe viongozi wa TATAMATA pamoja na viongozi wa kututii kwa niaba ya kulishughulikia hili kwa haraka sana. Na kushukuru Bwana Sangote kwa ufafanuzi huo, na barua hii imeeleza tu kwamba huo uamuzi upande wa Zambia vile vile hata upande wa serikali ya Tanzania inajua, kwa sababu kulikuwa na makubaliano kati ya Wizara ya Biashara ya Viwanda ya Zambia na ya Tanzania pamoja na shirika la wakala wa vipimo wa Tanzania. Walishiriki kwenye kikao cha Disemba 10 cha makubaliano ya mambo ya vipimo na hasa kuhusiana na mafuta. Kwa tunaamini kwa ufafanuzi hata kwa upande wa Tanzania nao watatoa taarifa baadaye kuhusiana na hilo, lakini sisi tumelizungumzia ambalo tayari kule ambako shughuli hizi hufanyika wameshasema kwamba ni vipimo gani vitatumika. Ni Zambia ndio tayari wametoa msimamo kwamba mafuta yatashushwa kwa dipstick ambayo yame cross border, yani yamevuka kufika kule kwao, na sehemu kubwa ni kutoka Tanzania, kwa sababu nchi zote za kusini mwa Afrika hasa kwenye SADC ambazo tunaziita ni landlocked countries zinategemea mafuta yatoke kwetu. Sasa Zambia ndio wamekuwa watu wa kwanza kutoa msimamo, lakini bado chama TATAMATA kote wanafuatilia nchi zingine hasa za ukanda wa SADC kwa sababu zilishiriki kwenye hivi vikao vya makubaliano. Labda Malawi, Zimbabwe, Kongo, wao watatoa lini msimamo wao, kwa sababu hizi sehemu zote hizi zimekuwa ikisumbua madereva kwenye vipimo vya mafuta. Huku Tanzania vipimo vinakuwa vimeshatengenezwa vizuri kupitia stick, lakini unafika kule Zambia au Kongo au Malawi au Zimbabwe tayari yanaanza kuingia masuala ya flow meters, na ambazo ndio zimekuwa zikileta sana short hizo au na loss. Kwa hiyo kwanza tuwashukuru tu serikali ya Zambia na taasisi ya Zambia kwa kuhakikisha wao hilo wameliidhinisha tayari.